Mwenyezi Mungu, adhuhuri ya leo tuko mikononi mwako. Tunakushukuru, tunakuabudu kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu ya kipaji cha uhai Mungu wetu. Sio vile tu sisi ni wazuri, lakini ni neema yako kuu ambayo iko juu yetu. Ngai witu nituragutia na tukakugosha ni tondu wa wega waku Mwathani. Ulituleta katika nyumba yako kwa makusudi mazuri Mungu wetu. Ni kwa maana malengo yako ni mazuri na unatufikiria mawazo mazuri. Ngai witu twi maguru-ini maku tunyihite muno, tukihoyorekeri uturekere Yesu mwana wa Daudi, na ili baba yetu tukaweza kukubarika mbele ya kiti chako cha enzi. Asante kwa kuwa nasi tangu tulipoingia katika nyumba yako. Tumeona mkono wako wa rehema ukiwa pamoja nasi. Umetembea nasi, umetunenea kwa njia nyingi Mungu wetu, na nyoyo zetu ziko na furaha. Wakati huu tunaenda kulisikiza neno lako Mungu wa Israeli. Tunamweka mtumishi wako mikononi mwako Mungu wetu. Ukaweza kumtumia kama chombo tu Baba wa Israeli, lakini tusikize maneno kutoka kwako. Ngai witoa koroni gutokania Mwathani twetereire. Twikire hinya ni tondu twi ciana ciaku. Twerugurwa magoro maku ni tondu tutire hinya Mwathani. Wewe ndiye mchungaji wetu Baba yetu, na usituachilie katika maadui zetu. Nawe kwa ugumu na ugoshine shiyako, na ni katika jina lako takatifu na la mwanao Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Tuweze kusimama. Kwa sababu ya sadaka tunakushukuru Mungu wetu, kwa sababu wewe ni mwema, ni mwaminifu. Jina lako litukuzwe na jina lako lihimidiwe siku hii ya leo. Umekuwa nasi tangu asubuhi, Bwana umetuongoza. Umetubariki Mfalme, tunapenda kusema ni asante kwa sababu ya dhabihu zote ambazo Bwana tumezitoa hapo mbeleni. Baba na Mungu, tunakuomba zote zikubariki mbele zako, tubarikiwe katika jina la Yesu. Tuwezi kusahau Bwana, ni kwa neema tumepatikana katika nyumba hii yako, na Bwana wote tuliojitoa kama dhabihu mili yetu na nafsi zetu Bwana tukaja. Bwana tunapenda kukushukuru kwa sababu ya kutuaminia katika jina la Kristo Yesu. Pamoja na hiyo Bwana, kuna wengine umetubariki, umetupa sadaka na fungu za 10 Bwana, ili tuje mbele zako Mfalme mwema. Na ulipotupatia Bwana hatukusitiri, lakini Bwana tumekuja nazo siku hii ya leo. Ombi letu ni yakoba Bwana, kama vile ulitenda na waliokuwa mbele zetu Bwana, tunaomba ikajirudia tena siku ya leo. Tubarikiwe, tuinuliwe kwa jina la Yesu. Mungu wetu na Baba, neno lako linatuambia tutakapojitoa kwako wewe hutubariki. Tukitoa mali zetu kwako Bwana wa mabwana, wewe hutukemea wadudu wote uharibio. Na kwa hivyo imani yetu Mfalme ni ya kwamba utatenda hivyo siku ya leo, ili tupokee baraka na neema katika jina la Yesu. Tunakushukuru Bwana wa mbinguni, na tuwasema ni asante kwa yeyote aliyekuja Bwana ukambariki. Kwa yeyote Bwana ulimbariki akanyosha mkono wake na akatoa mali zake, pia nawe Bwana ukamfuata nyuma kwa jina la Yesu. Na kanisa lote kwa jumla, kila mmoja wetu Bwana unatujua na unatuelewa nafsi zetu. Tubariki Bwana, ututende vema, na ni katika jina la Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Amen. Tunaweza keti chini, na tunashukuru Bwana sana siku ya leo. Napenda niwakaribishe wote wageni wetu ambao pengine wametutembelea, na pia napenda niwakaribishe pia ambao ni wenyeji. Asanteni sana kwa sababu ya kuamua siku ya leo tena tuendelee pamoja. Bwana wa amani aweze kuwabariki sana. Jina la Bwana wetu litukuzwe. Niko na matangazo mawili. Tangazo la kwanza, kuna kadi ambayo tumetumiwa hapa, imetoka kwa mshirika mmoja wa kanisa letu la town, na ako na ugonjwa na anahitaji msaada wa kifedha, na amepanga mchango tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka huu. Itakuwa pale barabara ya Ruro, na kwa hivyo zote tumekaribishwa pamoja. Pia anaomba maombi yetu na fedha zetu. Kwa hivyo Bwana wetu atubariki sana. Jina la Bwana wetu litukuzwe. Tangazo la pili, niko na shukurani kwa sababu kuna wakati tulipatiwa kadi hapa na tukaletewa kadi kwa sababu ya mmoja wa jamii hii wa jamii yetu hapa alikuwa nyumba ya ndugu yao, one of the relatives, imechomeka pale mishada ya juu, na tukaletewa kadi. Na kuna wale ambao tuliungana pamoja
na tukaenda na tukalisimamia kanisa letu, na leo hii tumeletewa shukrani, na nisome vile imeandikwa familia ya Joseph Njoroge ya warudishia shukrani nyote kwa kusimama nasi wakati wa harambee ya ujenzi wa nyumba yetu baada ya kupatikana na janga la moto. Mungu wa mbinguni awabariki kwa mchango wenu, awabariki kwa mchango wenu, na agakiandika ati muteiria wa mutheni ni Ngai agwatagia gwatio, Ngai witoro murathima. Nashukuru Bwana sana siku ya leo kwa sababu ya mafundisho ya asubuhi yamekuwa mazuri sana, na tumefafanuliwa vizuri habari ya mchungaji na kondoo, na kila mtu tukaambiwa tutafakari, si ndio? Na mimi nikiwa hapa nilikuwa na tafakari vile kondoo na kuaga na tabia zake na mienendo yake, na nikajiweka hapo, nikaona kweli Mungu anatupenda sana. Bwana wetu atukuzwe. Na ndipo David alipomalizia akasema, akiangalia huo upendo wote akaamua, akafanya maamuzi. Kama hivyo ndivyo Bwana unanichunga, kama vile a shepherd ama mlinzi anachunga kondoo zake, akaamua ya kwamba nimegundua kuna mambo mengi sana Bwana unanifanyiaga. Bwana wetu atukuzwe sana. Na hasikiagi uchovu wakati anafanya hiyo mambo yote. Hivyo ndivyo pia hata nasi Mungu haonagi uchovu. Na ikatuambia hata wakati mtu ameenda mbali, hata wakati kondoo ameenda kwa msitu ndani, wakati kondoo ameenda kwa shamba ndani, anaenda anamchukua kwa upole na anakuja anamrekebisha na mambo inaendelea. Bwana wetu atukuzwe sana. Na tukaona maisha ya Daudi, alikuwa anapotea na anarudi, na Mungu bado akimalizia anasema hajawahi kuona mtu ambaye ako na moyo kama wa Daudi. Bwana wetu atukuzwe sana. Hiyo ndio tukaambiwa na mwalimu wetu wa Bible study, that is how God loves us. Hivyo ndivyo Mungu anatupenda. Si jameni, hata nisi tufanye maamuzi, tutampenda Mungu, tutamfuata, tutamtumikia siku zote za maisha yetu. Bwana wetu na atukuzwe sana. Na kwa hivyo nashukuru sana ninapoona vijana wetu ambao tumewalea hapa, na ndio naona hata sadaka kama hii ya watoto tunapotoa waende wakatengenezwe, ninaona haijapotea. Bwana wetu atukuzwe sana, kwa sababu huyo amekulia hapa, akatunziwa hapa, na leo hii si jameni tunaweza kusikia kwamba tuna watu wanatufundisha neno na neno linatufikia vizuri. Mungu wetu awabariki na azidi kuwainua dada zetu akina Ndomo, dada zetu akina Msi. Bwana watende vema katika jina la Yesu. Jina la Bwana wetu litukuzwe. Pia ndugu yetu Mwadha, asante sana kwa kujikakamua. Nilikuwa nasema hawezi, lakini si ameweza. Si hata sisi tulikuwa hivyo. Tulipelekwa tu hivyo pole pole, tukapelekwa tu hivyo. Sasa mpaka tukawa experts. Bwana wetu atukuzwe sana. At least tunaweza kimbia kidogo, lakini kwa leo situwapigie wote wametumika makofi. Bwana wetu atukuzwe sana. Na Mungu awabariki sana, na tunaomba hiyo neema izidi kushuka kwa wingi. Bwana wetu atukuzwe. Na tukubali ya kwamba kila mmoja katika kanisa hili anaweza fanya jambo. Tuhudumiane sisi wenyewe, sio kwa sababu yetu, kwa sababu ya utukufu wa jina la Bwana. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Tunaendelea na ujumbe wetu, tunamalizia leo. Jumapili tulijaribu ikashindikana, lakini leo tutamalizia. Na tunataka tufungue kitabu cha Wakorintho wa pili 8 mstari wa kwanza hadi mstari wa 8. Hapo ndipo tutaona ujumbe wetu. Tumekuwa tukisema ya kwamba tukimpenda Mungu tutampatia kilicho bora, na tulipokuwa tukianza ujumbe huu tukasema katika listi yako unapopanga maneno, Mungu pale chini ndio anakuja kuhitaji maneno na fedha zetu. Bwana wetu atukuzwe sana. Lakini kuna mambo mengi sana ya kimsingi ambayo tumejifundisha pamoja, na tukasema ya kwamba alipomuita Abrahamu, ingawaje alimuitisha mtoto wake, lakini ndio Abrahamu afike kutoa mtoto wake kwa haraka. Anapopatiwa, tunaona ya kwamba kuna kazi nyingine nyingi Mungu alikuwa amemfanyia, kiwango ya kwamba inafika mahali ya kwamba yeye na Mungu hawana mipaka.
ambacho anaweza hitaji, anaweza akampatia. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Na hapo ndipo ambapo tumefika. Nataka ndugu yetu Ndongo atajiandaa ili atatusomea hapo, na ninaamini ya kwamba siku ya leo tutamalizia ujumbe huu na kila mmoja wetu atakuwa akijihoji na kujiangalia na aone ni wapi ana upungufu, na ataenda kwa Mungu, kwa sababu maandiko inasema yeyote ambaye amepungukiwa aende kwa Mungu ambaye hupeana pasipo na kipimo. Bwana wetu na atukuzwe sana. Na tukifanya hivyo tutakuwa kanisa ambalo lina nguvu, kanisa ambalo linaweza kujidhibiti mambo mengi, na kanisa ambalo pia limegojewa mbinguni. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Unaweza kutusomea 2 Corinthians 8 verses 1 to 8. Hapo ndipo tutapata ujumbe wetu siku ya leo. Wakorintho wa pili 8:1-8 inasema, tena ndugu zetu, tuwaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliongezea utajiri wa ukarimu wao. Maana na washuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao, wakituomba sana pamoja na kutusihi kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu. Tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu, hata tukamwonya Tito kuwatimilizia neema hii kwenu kama vile alivyotangulia kuianzisha. Lakini kama mlivyo na wingi wa mambo yote, imani na usemi na elimu na bidii yote na upendo wenu kwetu sisi, basi vivyo hivyo mpate wingi wa neema hii pia. Sineni ili kuamuru, bali kwa bidii ya watu wengine nijaribu unyofu wa upendo wenu. Bwana wetu atukuzwe sana. Maandiko haya yanaandikwa ama yaliandikiwa kanisa la Wakorintho, na Paulo alikuwa analinganisha na makanisa ya Macedonia habari hizi ambazo anawaambia. Na ukiangalia kuna jambo ambalo limejitokeza hapa, ambalo hawa watu walikuwa katika dhiki nyingi, na maandiko katika Kikuyu inasema alio verse 1, 2 Corinthians 8 verses 1, alio na ali aithe bitu nitukwenda mumenye horo wa wega wa Ngai uria waheanirwo makanitha-ini ma Makedonia. Bwana wetu atukuzwe sana. Kwa hivyo tunapoongea habari ya kutoa kilicho bora mahali ambapo tumefika, najua tumeongea mambo ya kumtrust Mungu, tumeongea habari ya kutii Mungu, tumeongea habari ya services, kutoa huduma kwa Mungu na mambo hayo yote ambayo tumeongea, na tumefika mahali ambapo sasa tunaongea habari ya kutoa. Tukimpenda Mungu tutaweza kutoa hata fedha zetu katika ufalme wa Mungu. Bwana wetu atukuzwe sana. Lakini nilipokuwa nikisoma maandiko haya, ambapo itakuwa pengine key study yetu ambao tutaangalia siku ya leo, kwa sababu tutasoma na kanisa la Macedonia hata siku ya leo, kama vile Paulo alileta ujumbe huo akijaribu kuwafundisha watu wa Korintho. Bwana wetu atukuzwe sana. Lakini ukiangalia anasema ya kwamba kumtolea Mungu ni neema. Bwana wetu atukuzwe sana. Ni neema ambayo Mungu hupatiana kwa watu. Kwa hivyo sio rahisi hata kidogo kumtolea Mungu, na kwa hivyo anasema ningetaka mjue neema ya Mungu ambayo ilikuwa imepatianwa kwa makanisa ya Macedonia. Bwana wetu atukuzwe sana. Ukisoma mstari wa 2 inasema hawa watu walikuwa kwenye dhiki nyingi na wingi wa ufukara wao, lakini hicho
hakikuwazuia kufanya ama kutenda kilicho bora mbele za Bwana, bado walijibidiisha kulitimiliza kusudi la Mungu, kwa sababu walifanya hiyo sio kwa sababu ya sheria, lakini walifanya kwa sababu ya neema. Jina la Bwana wetu na litukuzwe sana. Na nikajiuliza, hawa watu, hii majaribu mengi na hii ni kijiji inaongelewa habari yake, ni kwa sababu gani? Na nilipokuwa nikiangalia na kusoma, nikaona ya kwamba kumbe watu hawa baada ya kupokea Injili kulikuwa wakati wa uhatari sana, kwa sababu mtu akipokea Injili ilikuwa kana kwamba unapigana na serikali ya wakati huo. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwa hivyo mtu kumpokea Kristo yenyewe ni hatari ya kwanza, wewe unajiingisha ndani yake. Na kwa hivyo kwa sababu ya hiyo, kwa sababu walikuwa na shida ya kupiganwa nao na imani yao inapiganwa nayo na serikali ya wakati huo, ikawa ya kwamba hata ile bidii yao ama kazi zao ambazo walikuwa wanazifanya haikuwa rahisi kuzifanya. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwa hivyo ikaongezea umaskini wao. Mimi najua wengine hapa ni wakulima, wengine hapa ni watu wa biashara, wengine hapo wameajiriwa. Na unajua wakati kumetokelezea jambo la kukuzuia kufanya hiyo kazi, Bwana wetu atukuzwe sana, si pesa inakosana? Na kwa sababu ya hiyo hauwezi ukawa na uwezo wa kufanya vile ambavyo ulikuwa unafanya. Jina la Bwana wetu litukuzwe. Lakini nilipokuwa nikiangalia na Paulo wakati anaongea maneno haya, kitu ya kwanza anaonyesha ya kwamba kutoa sio wingi, kutoa ni kwa neema. Bwana wetu atukuzwe sana. Sio wingi ambao Mungu wetu anaangalia, lakini Mungu kile kitu ambacho tunatakiwa kuomba hata kabla ya kuomba fedha za kutoa, Bwana akutupe neema ya kumtolea. Bwana wetu atukuzwe sana. Kama ni mambo hii ya kumwamini Mungu, kumtumikia Mungu, kutoa services zetu kwa Mungu, hata kutoa huduma hapa kanisani, kitu ambacho chatakiwa kitangulie sio uwezo wa kifedha, lakini Bwana atupe. Na kanisa hili naomba nikianza na mimi, Bwana atupe neema ya kumtolea services, ya kumtolea fedha zetu, kumtolea mali zetu, kwa sababu neema itakaposhuka hakutakuwa na majibizano. Bwana wetu atukuzwe sana, kwa sababu tutatoa watu ambao wamefurahi, watu ambao wamejielewa, kwa sababu kama vile tuliona siku ya Jumapili ni ya kwamba pia wakati tunamtolea Bwana, tunamtolea kwa sababu tumempenda na akili zetu na mioyo yetu na mili yetu. Bwana wetu atukuzwe sana. Kwa hivyo ukiulizwa na mtu kwa nini unatoa, unaweza kumjibu kwa sababu mawazo yako yameelewa kwa nini tumtolee Mungu, kwa nini tuwe kanisani, kwa nini uwe na ushirika, kwa nini umwamini Mungu. Bwana wetu na atukuzwe sana. Na kwa hivyo Paulo anajaribu kuhighlight ama kuonyesha habari ama kudemonstrate vile kanisa la Macedonia walivyokuwa. Na the whole of this chapter utaenda utaangalia pahali ambapo tumesoma na kuelekea, utaona Paulo akitaka pia kanisa la Wakorintho wachukue mtindo na mwenendo wa makanisa ambalo ni la Macedonia, kwa sababu hata na wao pia walipokuwa wakiwaangalia, kwa sababu wanaelewa ni njia gani wanaipitia, wanaelewa majaribu ambayo wako nayo. Lakini walipoenda kwao, Paulo walipoenda kwao, hata na wao hawakuwa wakigojea kile ambacho kilifanyika kwa hilo kanisa liweze kufanyika. Bwana wetu atukuzwe sana. Lakini walipoangalia neema ambayo Mungu alikuwa ameimwaga juu yao, walifanya zaidi ya uwezo wao. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kama vile maandiko tutaendelea
tutaenda kuona mambo mengi ambayo yatatusukuma ili kanisa hili kama miaka 10, miaka 20, miaka 50 ijayo itakuwa na msingi wa kiungu wa kujipeana na kujitoa na kumtumikia Mungu na kumwamini Mungu pasipokuwa na vitisho. Hapo ndipo tutaangalia ni mambo gani haya ambayo wakati watu hawa wanapigwa na serikali ya wakati huo, they could give themselves to God. Bwana wetu atukuzwe sana. Yaani walikuwa wanaenda tu kanisa hata wakati naambiwa it is illegal to meet, lakini wao kwa sababu ya neema ya Bwana iliyokuwa juu yao, wao hakuna jambo lolote litakalowazuilia kufanya kile ambacho waliona ni kizuri kumfanyia Bwana. Bwana wetu atukuzwe sana. Na hakuna kitu ambacho wangeshikilia waseme ya kwamba kwa sababu ya jambo hili siwezi nikafanya hivi. Hayo yote neema inaposhuka inatusaidia kuendelea hadi tutimize hilo kusudi la Bwana. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Na kwa hivyo verses 1 and 2 tunaona ya kwamba Paulo akiongea habari ya neema na anasema ya kwamba ariyo na rĩire witũ nĩtũkũona mũmenye ũhoro wa wega wa Ngai ũrĩa waheanirwo makanitha-inĩ ma Macedonia. Bwana wetu atukuzwe sana. Na ni ihoya rĩakwa na ni ombi langu siku ya leo, Bwana atupe neema hiyo siku hii ya leo, atumwagie neema hiyo, kwa sababu sio wingi, lakini kwa sababu neema ikishuka inatusaidia kufanya mambo mengi. Bwana wetu na atukuzwe sana. Mtu mmoja alidemonstrate neema, akasema neema ni kama wakati chuma mbili zinazoea kutembea, alafu wakati oil imekuwa imeisha, unasikia kuna kelele mingi sana, aidha kwa engine ama kwa wheelbarrow, na ndio wakati mwingine inawekagwa oil. Bwana wetu atukuzwe sana. Ikiwekwa oil inaacha hiyo kelele mingi. Wakati huyo mtu alikuwa na demonstrate habari ya neema, alisema ya kwamba neema ni uwezo ambao unakuja, unawekwa mahali ambapo palikuwa na kelele inaisha. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Na kwa hivyo neema ya Bwana itakaposhuka ni kama jicho ambalo linafungua mtu, anaanza kuona hitaji hata kabla halijatangazwa, tayari hilo jicho limeanza kuona hitaji hilo. Na kwa hivyo tangazo litakapokuja, kila mmoja wetu atakuwa tayari ameandalika kwa sababu ya hiyo neema ya Bwana. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Kwa hivyo tunahitaji above all, kile kitu ambacho tunahitaji tuombe na nijiombe na ujiombe. Kitu cha kwanza, wacha tuombe Bwana ya kwamba atupe neema ya kumtumikia na kujitoa na kujipeana na kuachilia mali zetu kwa sababu ya ufalme wa Bwana. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Mstari wa 2 unasema ya kwamba andũ acio nĩ magereirio mathĩna-inĩ marĩa andũ acio nĩ magereirio nĩ mathĩna marĩa monire, no gĩkeno kĩao kĩarĩ kĩnene mũno ũguo atĩ nĩ maheanire merutĩire ona gũtuĩka marĩ athĩni mũno. Bwana wetu atukuzwe sana. Yaani nĩrona andũ nginya outside look, andũ acio nĩ maronekana mena kĩ, andũ acio nĩ mara-understandika, wanajulikana. Yaani kuna mtu ambaye unamuona ya kwamba, si unajua kuna shida ambayo uleweragwo ni huwa ameruri, ona mwichamana mũndũ ũguo ũhana thĩna. Bwana atukuzwe sana. Ũguo na Paul hĩndĩ ya mathire kanitha-inĩ ũcio wa Macedonia, matiabataraga kwĩrwo. One, nĩ mamenyete ũrĩa bũrũri ũha atĩ kanitha nĩ ũratengerio mũno. Andũ aya gũtirĩ wĩra marutaga tondũ maikaraga mena mathĩna, tondũ mũndũ ũtegũkĩruta wĩra na kĩ ena thĩna. Bwana wetu atukuzwe sana. Lakini katikati ya mambo hayo yote, hawa watu hii neema
ilikuwa inawasukuma. Na kwa hivyo ndugu zangu, tuambiane, hata kama shida na matatizo na vita vitakuwa namna gani, jamani, tusizuiliwe, tumtumikie Mungu. Bwana wetu atukuzwe sana. Na tusiwe watu wa kwamba tutafanya na manunguniko, lakini tufanye kwa neema ya Bwana ikitusukuma, na tukifanya hivyo tutafanya kwa furaha na amani. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Na hakutakuwa na mambo ya kusumbuana. Unajua kuna wakati mwingine, na huwa nasemaga kweli kabisa mbele za Mungu, wakati mtu ametoa kitu chake kanisani, ama wakati umenipatia suti, ama wakati umepatia rafiki yako, alafu hiyo kitu unampatia moyo na haujafunguka, ukweli wa mambo, hicho kitu ni kupoteza. Umepoteza, afadhali ungekuwa naye. Bwana wetu atukuzwe sana. Kwa sababu umeitoa kwako, ukawa sio yako. Mahali pia umepeleka na manunguniko, na Mungu ambaye hubariki ama hufuata mambo yake nyuma, tunaona ya kwamba huwa habariki katika process ambayo imepitiwa. Bwana wetu atukuzwe sana. Si kulikuwa na Kaini na Abel? Si wote walitoa ama hawakutoa? Lakini mmoja akabarikiwa, mwingine hakufanya nini? Shida ilikuwa ni nini? Bwana atukuzwe. Shida ilikuwa mmoja hatoi kwa sababu ya upendo, lakini mwingine anatoa kutoka ndani ya moyo. Bwana wetu atukuzwe. Kwa sababu chochote ambacho unatoa, kumpea mtu, kutoa kwa madhabahu, kutoa kanisani, inatakiwa the trade that we are doing, ile exchange tunafanya, ninatoa mimi nikigojea baraka za Bwana. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwa hivyo ambacho ninakiweka hapo wakati wa mavuno, mimi sijui, lakini kile ambacho najua ya kwamba ambaye ameahidi kubariki atabariki. Jina la Bwana litukuzwe sana. Na kwa hivyo tunapotoa chochote kwa madhabahu haya, tunapotoa chochote mahali popote pale, hata kama ni chai ya mtoto tunaenda, fanya jambo hilo na moyo ambao umefunguka, ili nawe uweze kupokea baraka. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Na tukifanya chini ya neema, tutakuwa kama kanisa hili la Macedonia, ambalo hawakuzuiliwa na hawakusukumwa na shida zao kiasi hawafanyi kile ambacho kinatakikana kufanyika, lakini hiyo neema iliwasaidia kutekeleza wajibu ambao ulikuwa wautekeleze. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Na kwa hivyo furaha yao ikawa ni nyingi sana. Na nikajiuliza, adumena thinari na adumena severe trials, magerio maritu munori, magikena niki. Bwana wetu atukuzwe sana. Yaani watu wako katika majaribu mazito, wako katika persecution. Ni kwa sababu gani wafurahie? Watu hao walikuwa wanafurahia kwa sababu kulifika mahali ambapo waliachilia mambo ya dunia, wakapokea mambo ya ufalme. Bwana wetu atukuzwe sana. Na wakaanza kuona kuna wakati walikuwa na uwezo mwingi, lakini furaha ambao walikuwa nayo haitokani na kazi ambazo wanafanya, haitokani na biashara ambazo wanafanya. Hiyo furaha ni ile ya ndani ya neema ya Bwana. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Kanisa litakapofika hapo, mimi binafsi na wewe binafsi utakapofika hapo, ndipo unakutana hata mtu ni mgonjwa na ako kitandani hospitalini, lakini ushuhuda wake unakuinspire. Ndani yake ana nguvu za ndani, ana nguvu za kiroho. Haangalii tu mwili wake vile ulivyo na vile umedhoofika. Kuna kitu kingine amekitazama ambacho kiko beyond mambo ya dunia hii. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwa hivyo ikifika hapo, hata yeye kuachilia ambacho ni cha dunia
kupokea cha ufalme, hana shida yoyote. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Na kwa hivyo watu hawa wakafika hapo, na ikawa ya kwamba hiyo jambo iliwasaidia sana. Na kwa hivyo ombi langu siku ya leo ya kwamba, wapendwa, wacheni tumuombe Bwana atupe neema ya kujitoa na kujipeana na kuachilia mambo yetu ama uwezo wetu ama utajiri wetu kwa sababu ya ufalme, kusudi ujue na uelewe ya kwamba ni Mungu anahitaji. Achilia. Bwana wetu atukuzwe sana. Tunasoma na mtumishi wa Bwana ambaye anaitwa Abrahamu, alipoelewa ni Mungu na akafika kiwango hicho, na hiyo neema ilipomshukia, hakuna kitu angezuilia. Wakati aliambiwa toka kwao, anatoka. Bwana wetu atukuzwe sana. Alipoambiwa amtolee Bwana, akamtolea. Naye Mungu, tuliona chapter 22, akasema ya kwamba nimeapa na jina lako, kukubariki nitakubariki, na sio wewe tu, uzao wako utakuwa katika uongozi katika nchi za ugeni. Bwana wetu na atukuzwe sana, kwa sababu baraka za Mungu tunapofanya vile kunatakikana, inakuwa ni generational, ni yako na vizazi vyako baadaye. Na unakuta ya kwamba hizo baraka zikionekana katika vizazi vya Abrahamu, katika vizazi vya Yakobo, na wote wakafurahia kazi ambayo ilitendwa miaka mingi, lakini bado inaenda ikichipuka. Bwana wetu na atukuzwe sana. Na kwa hivyo ndugu zetu wapendwa, tumuombe Bwana ya kwamba atupe neema hiyo itushukie. Na kwa sababu tukishukiwa, ugumu ambao pengine nimekuwa nao, unaweza kuwa nao, ugumu huo utaondoka na utafanya mambo hayo kwa furaha. Bwana wetu atukuzwe sana. Hata neema ya kwenda ushirika ujameni, hata neema ya kujiachilia kwa Mungu, hata neema ya maombi katika kazi ya Ukristo, kipindi hiki ambacho tunaishi, hata tunasema tunaishi katika kipindi cha neema. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwa hivyo jambo lolote lile unasikia ukifanya kwa sababu ya sheria, ndugu yangu, wacha nikuambie, unaweza kuwa ukifanya kazi mingi kwa sheria, lakini haina malipo. Bwana wetu atukuzwe sana. Kwa sababu wakati wa sheria, wakati huo ulipita. Sasa ni wakati wa neema, na neema ya Bwana itusaidie na ituongoze. Na mambo mengi tumeshindwa kuyafanya. Hatujashindwa kuyafanya kwa sababu hatuna nafasi. Bwana wetu atukuzwe sana. Tumeshindwa kuyafanya kwa sababu hiyo neema bado hatuna. Bwana wetu atukuzwe. Nimesema, unaona hata ile shirika tunaendana, wapendwa, ni neema. Watu hao wote kuna kitu wanafanyana, lakini kwa sababu ya neema ya Bwana ambao Bwana ametumwagilia, ambao Bwana ametufikia hiyo neema, unakutana ya kwamba at your very busy schedules unachukua nafasi hiyo. Unasikia kuna nguvu nyingine inakuambia wacha kufanya hii kazi, enda kwa kazi fulani. Na ni kweli, ukienda unakuta ya kwamba naye Mungu anakufuata nyuma, anakubariki, anabariki kazi ya mikono yako, na hatimaye anabariki uzao wako. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Kwa hivyo jameni, tumuombe Bwana atupe neema katika jina la Yesu. Jambo la pili wao walifanya hawa watu, tunaona mstari wa 3 na wa 4 ya kwamba walifanya kwa sacrificial na voluntary. Bwana wetu atukuzwe sana. Kama sacrifice, kama sadaka, kama dhabihu. Bwana wetu atukuzwe sana. Wakati wowote utajitoa, jameni, jitoe kama dhabihu. Bwana wetu atukuzwe sana. Usitoe tu, toa kama nini? Dhabihu ina tabia yake, dhabihu ina sheria zake. Wale wako hapo mnajua. Wakati mtu anasema ya kwamba ninahitaji kutoa dhabihu ya aina fulani, unakuta hata mtu anaendaga fasting. Bwana atukuzwe. Unakutana na ndio wakati mwingine tunapopeana meza ya Bwana, unasikia kwamba kuna wakati tunasema tutakuwa na dhabihu la kipekee, dhabihu la meza ya Bwana. Hiyo wakati ni wakati ambapo mtu anajiweka tayari, mtu anajirekebisha, mambo kama hayo. Watu hawa wa Mungu walifanya hivyo. Biblia inasema ya kwamba mahi aliyekulingana hinya wao
amunie de muira wao ati ne maheanire ona makiria ya uria magiriru kuheana ni undu wa kwiyendera kwao. Verse 4 magituria na kio ati tumetikirie onao manyitanire na aria angi guteithiria andu aria angi a Ngai aria me Judea. Bwana wetu atukuzwe sana. Noi wadu acio mararuta tari gogona ni indo cia goro muno mararu tondu andu mena thina no kiu mena thina makauga ni twitikirio tugayane kiria twina. Bwana wetu atukuzwe sana. Andu a Macedonia ri marutire tari gogona mararuta Ngai tworogoco undu wothe tugwika kanitha-ini ino na jambo lolote utafanya kwa sababu ya Bwana, wacha ufanye kana kwamba ni dhabihu. Bwana wetu atukuzwe. Ukienda ushirika, endaga kama ni dhabihu. Na mtu ambaye anajitoa kwa kujipendea kulingana na uwezo wake, ni kusema ya kwamba hatoi ili mtu mwingine haone. Bwana atukuzwe. Siendi ushirika ndio kiongozi wa ushirika anione. Bwana wetu atukuzwe. Siendi kanisa ndio nihesabike. Hapana. Kama utakuja uhesabike, umehesabika na mshahara yako ni hapo, umefikia hapo. Bwana wetu atukuzwe. Kama utaenda ushirika ndio kiongozi afurahi, ni kweli kiongozi atafurahi na kazi yake itafika hapo. Lakini enda kama vile mtu ambaye anaendaga kutoa dhabihu, na tunaelewa ya kwamba wakati mtu anaenda kutoa dhabihu, anaenda wakati ule wa kwanza dhabihu zilitoka huko, walikuwa natoa mnyama kama dhabihu. Ilikuwa inachinjwa mnyama ambaye alikuwa anaonekana hayuko tena. Bwana wetu atukuzwe. Lakini waliamini tunapotolea hii dhabihu hii, tunapochinja kondoo huyu, maombi yetu mbinguni yatasikika. Mungu wetu atatubariki. Maisha yetu yatabadilika. Bwana wetu atukuzwe sana. Kwa hivyo unapoenda kama ni ushirika, hesabu ya kwamba ni masaa yako umeyatoa, na hautaona tena yakiwa masaa, utaona yakiwa yamebadilika tena yakiwa kama ni baraka. Bwana wetu atukuzwe sana. Tunapotoa fedha zetu hapa, hatutoi kama jambo lingine, sio kujiandikisha. Tunakuja hapa kujiandikisha. Tunakuja hapa tunasimama mbele ya Mungu mtakatifu aone ya kwamba kulingana na vile Bwana umetembea nami na neema ambayo Bwana umenipa, hivyo ndivyo nimefanya. Bwana wetu atukuzwe sana. Tukifanya hivyo, tutakuwa kanisa ambalo limesimama vizuri, limedhibitika vizuri, halitatishwa na mambo. Tutafika kiwango hiki cha watu wa Macedonia ya kwamba hata wakati mwingine tunaonekana ya kwamba hatuwezi, lakini tunaenda tunasema, nilikuwa ninaomba hata na mimi nihesabike katika mradi huo, ningependa nihesabike katika kwenda kuangalia dada wetu huyo. Bwana wetu atukuzwe sana. Napenda nihesabike kwa sababu ninajua nikifanya hivyo nitapokea baraka za Bwana. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Kwa sababu Paulo, according to them, ukiangalia ni kama Paulo anasema, kulingana na vile nimeona hawa watu, hata hakuna haja ya kutangaza matangazo, kuna dada wetu nataka kwenda kusaidia. Kwa sababu wale hawa wanashinda kuliko kina Judea. Lakini wanasema hata na sisi jameni, tupatieni nafasi. Tunasikia ya kwamba neema tulio nayo, hata sisi tukubaliwe tufanye kitu. Bwana wetu atukuzwe sana. Lakini ya kushangaza ni hii, Bwana asifiwe, ya kwamba hata wakati mwingine, sio hapa, lakini hata hapa tunaweza sema ya kwamba hata wakati mwingine dada wetu wametuacha ama tumewachwa na rafiki yetu, na kuna zile mambo hata za sheria, hata hizo hatufanyi. Bwana wetu atukuzwe. Kwa nini hatufanyi? Tunakosa kufanya, sio kwa sababu hatutaki, lakini kuna nguvu nyingine inatuzuilia kufanya hiyo. Bwana wetu atukuzwe. Na hapo ndipo tunaomba ya kwamba si Bwana mwaka wa 2026, kwa sababu tunampenda, jambo lolote ambalo linakufanya ufalme wake upanuke na uendelee. Bwana wetu atukuzwe. Si Bwana atupe neema. Akitupa neema
anasema sina sisi tufanye kana kwamba ni dhabihu tunayomtolea Bwana, akituangalia na uwezo tulio nao lazima ataachilia baraka. Bwana wetu atukuzwe sana. Hivyo ndivyo watu hawa walivyofanya. Jambo la tatu ambalo lina maana sana, walifanya hivi, kitu ambacho kiwasukuma sana ni kwa sababu before watoe material things, ukisoma verses 5 utaenda utasomea nyumbani, lakini verse 5 inatuonyesha ya kwamba kitu cha kwanza ambao waliweka ndio priority number 1, walitoa mioyo yao. Bwana wetu atukuzwe. Na wakawa committed, wakawatoa mioyo alafu wakawa committed. Commitment kusema ya kwamba, wakasema ya kwamba hili ninatakiwa kulifanya, hili ni langu. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwa hivyo wakaona kusimama na ndugu zetu zao wengine, kusimama na kazi ya Bwana, walitoa mioyo yao, wakasema moyo wangu nimekupatia Bwana. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwa hivyo wakati wowote walipata hitaji, walienda with that commitment na wakalifanya, na hawakusukumwa, because hakuna kitu rahisi kwa hii dunia yote kama kufanya kazi na watu ama kufanya katika shirika lililo na watu ambao wamekuwa committed. Bwana wetu atukuzwe sana. Ni kusema ya kwamba leo ni siku gani? Ni siku ya Tuesday. Ni siku ya nini? Ya ushirika. Bwana wetu atukuzwe sana. Kila mtu anajitawala mwenye. Leo ni siku ya Sunday. Sunday kuna kuwa na nini? Sunday kuna kuara na kuenda kanisani, kwa sababu tukienda huko kuna baraka za Bwana. Wanatoa mioyo yao, then wana remain committed to that cause. Bwana wetu atukuzwe sana. Haya ni mambo ambayo yalisaidia kanisa hili la Macedonia ikawa ya kwamba mizizi yao ya kupeana na kuwa the generosity that they have, hiyo generosity, hiyo upianaji walikuwa nayo, ilitoka ndani ya moyo. Bwana wetu atukuzwe. Na kitu ilitoka ndani ya moyo ni vigumu sana kizuilike kufanya jambo lolote. Bwana wetu atukuzwe. Kwa sababu tulisema ya kwamba wakati macho yetu yanatumika kupata hitaji, yanatumwa kwa mawazo, yakiingia kwa moyo, ikitoka mwili hauna lingine, mwili unakuwa ukiimplement kile ambacho tayari watatu wameagiri pamoja. Bwana wetu atukuzwe sana. But the powerful tool katika mambo haya yote ni mioyo yetu. Wakati mioyo yetu imependa kumtumikia Mungu, ninawaambia ndugu zetu wapendwa, tutakuwa na commitment ya hali ya juu sana. Bwana wetu atukuzwe sana. Kama ni watu wa kwaya, wewe ya committed na mioyo yao iko hapo, wakiambiana ya kwamba tukutane saa 10, they will be here. Bwana wetu atukuzwe sana. Sio kwa sababu hawana kazi, lakini they are committed to that. Wamejiweka kwa kazi hiyo. Bwana wetu atukuzwe. Kama ni asubuhi tunakuwa na ibada ya vijana, wena wa young men watakuwa na commitment na hiyo ibada. I am telling you, hiyo nguvu inatengeneza mawazo. Psychologically they are prepared. Hata sasa ni akilani, anajua Sunday we are going to the church na tuna ibada yetu ya asubuhi. Bwana wetu atukuzwe sana. Lakini wakati mioyo yetu inaondoka na commitment iondoke, hata tukiweka sheria na makaratasi na tuweke seal, I'm telling you it won't work. Bwana wetu atukuzwe sana. And that is why Paul alikuwa anawaambia katika mambo mengine yote, hata nyinyi ombeni hii neema. Bwana wetu atukuzwe sana. Na Corinthians wanaonekana ya kwamba hii neema tu ndio hawakuwa nao. They were good in all other areas, but they were not very good in commitment. Bwana wetu atukuzwe sana. Si Mungu atusaidie kanisa letu ya kwamba Bwana atupe commitment, that will be committed. Tutakuwa tukipatikana, tutakuwa tukishawara, tutakuwa tukisema ya kwamba ninafanya kulingana na uwezo wangu, sifichi hata kidogo. Bwana wetu atukuzwe. Leo hii kila mtu wetu hapa tukisimama hivi, tusifiche kila uwezo wetu. Kama ni mahubiri tuwe hapa. Bwana wetu atukuzwe sana. Kanisa hili nahitajika kuwa tukifika Disemba, hili kanisa tuwe tumelibomoa na tumejenga kanisa lingine kubwa. Bwana wetu atukuzwe sana. Tuko Baba hizi today tuko watu 100, ni sawa. Every Sunday tuko watu 100, lakini na watu 100 ambao tuko nao sasa
tutakuwa na watu 100 but with new faces. Bwana wetu atukuzwe sana. Do we have that commitment? Commitment ni kusema every Sunday make a point that will be there. Bwana wetu atukuzwe sana. Kama leo hii ukiangalia rekodi yetu ni kusema ya kwamba hata kuangalia tuna macho hivi unaona watu 15 mpaka 20 hawako. Bwana wetu atukuzwe sana. Si sana watakuja. Lakini huenda ikawa tena watu 15 wenye wako hawatakuwa. Bwana wetu atukuzwe sana. What will that help us? Hiyo kitu itatusaidia kukaa tu mahali pamoja pasipo kuendelea. Bwana wetu atukuzwe sana. Si Bwana atupe hiyo roho ya commitment. Si Bwana atupe hiyo roho ya kutoa mioyo yetu first. Then the other things will follow. Bwana wetu na atubariki sana. Tukifanya hivyo tutakuwa kanisa ambalo kama hili. Hata wakati mwingine likionekana kule nje linaonekana ni kanisa la mabati. Lakini likiingiwa ndani wana uwezo mkubwa kwa sababu hawako vile walivyo kwa mabati. Mioyo yao ni zaidi ya kile ambacho kinaonekana nje. Bwana wetu atukuzwe sana. Na huo ndio msingi wa kiroho. Kwa sababu jameni, kile kitu tutapeleka mbinguni pamoja na mijengo na mambo mengine yote, tutapeleka mioyo katika ufalme wa Bwana. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwa hivyo mioyo yetu ikidhibitika, hili kanisa tukipata watu 50 waombezi hapa, elewa na ujue ya kwamba kuna milipuko mikubwa sana itapatikana kwa sababu ya uombezi. Bwana wetu atukuzwe sana. Tukipata watu 100 hapa ambao wanaweza kumwabudu Bwana for a whole hour, Bwana wetu atukuzwe sana. I can tell you for sure, lazima neema hii ambayo tumekaa kwayo lazima itaondoka na tuingie katika neema nyingine. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Tukishukiwa na neema hata ya upendo, Bwana wetu atukuzwe, itakuwa ni kusema ya kwamba ukiangalia jirani yako mwenye hamuko na yeye leo, hauwezi kuwa na amani for a whole week. Haujamuona, hakuja ushirika, lakini hakuna shughuli. Bwana wetu atukuzwe sana. Si Bwana atushushie huo roho na hiyo neema ya kwamba Mungu wetu na Baba atatupa huo roho wa kuangalia maneno, na tukiangalia unaanza kuwa committed on that. Bwana wetu atukuzwe sana. By that alone itaweza kufanya kanisa likue na liendelee. Na kwa hivyo kupeana, kujitoa haitokani na wingi. Kupeana, kujitoa inatoka ndani ya moyo. Bwana wetu atukuzwe sana. Sio lazima ni kufanya vizuri ndio unipende, hapana. Ikiwa ndani ya moyo wako, hiyo ni kitu ambayo you are committed to that. Bwana wetu na atukuzwe sana. Na kwa sababu ya hiyo, jambo la 4 na ndio nafikiria kumalizia ni kusema mstari wa 6 na mstari wa 7 tunaona ya kwamba wakisema ya kwamba kwa huo kirigeria tito. Mstari wa 6 nasema kwa tuike digereria tito kuria wambere wira ucio athie naguo na mbere na muteithiririe murikie wira ucio wa gutugana. Bwana wetu atukuzwe sana. The completeness ya hiyo kazi wakawacha Tito ili aendelee kufundishana. Bwana wetu atukuzwe sana. Hiyo ni kusema ya kwamba katika mambo yote, mambo ya kupeana na mambo ya kujipeana ni mambo ambalo hiyo neema ya Bwana tunahitajika kuwa nayo. Bwana wetu atukuzwe sana. Kwa sababu Tito aliwachwa ili aweze kufundisha mambo hayo. Na katika imani walikuwa nayo. Katika kuongea walikuwa wazuri. Katika hekima walikuwa nayo. Bwana wetu atukuzwe sana. Lakini alipenda sana sio wale watu ambao wamekomaa kabisa. Hata hii neema ya kujitoa na kutoa mali zetu pia iwe ndani. Bwana wetu atukuzwe sana. Na inamalizia kusema ya kwamba mambo haya yote yalikuwa sio wasukumwe kufanya hivyo, lakini walikuwa ya kwamba wapimwe mioyo yao ifike kiwango ya kwamba watakuwa wakifanya hivyo kwa sababu ya mioyo ya kujipendea. Bwana wetu atukuzwe sana. Na mimi naomba ya kwamba
Mungu wetu atukumbuke, hana na mimi akifundisha hiyo kwa wengine wote, ya kwamba tusifanye jambo lolote kwa sababu ya msukumo, lakini Bwana atupe neema ya kutekeleza jambo lolote utakaloliona. Na mambo hayo mengi tumeangalia katika hali ya kujitoa, hali ya kujipeana, hali ya kumwamini Mungu, hali ya kumtii, hali ya kutrust Mungu. Bwana azushe neema hiyo, ya kwamba neema hiyo ya Bwana ikiwa juu yetu, tutamwamini Bwana. Bwana wetu atukuzwe sana. Hatutasukumwa kumwamini Bwana. Ikifika Mungu anahitaji na anatafuta kutii, si neema ya Bwana ya kutii ishuke miongoni mwetu, that you be obedient not because of any other thing, lakini kwa sababu Mungu amesema. Bwana wetu atukuzwe sana. Kama niyo neema ya kutoa services kwa kanisa hili, si Bwana ashuke ya kwamba kutoa services siwe ya kwamba unajikuta tu unafanya kazi na usikini mzigo. Bwana wetu atukuzwe sana. Na hapo ndipo tutaondoa ile msemo ya Wakikuyu inasema wa muigiori yake. Bwana atukuzwe sana. Tunasema ya kwamba kafagora gode ikoroho, let me be there in each and every area, because I know hiyo neema Bwana akinipa inatokana na baraka za Bwana. Jina la Bwana wetu yatukuzwe sana. Na kwa hivyo ndugu zetu wapendwa, kutoa ni neema, na tuombe Bwana ya kwamba atupe neema hiyo, ya kwamba tutakuwa tukimtolea Bwana. Jambo lingine ya kwamba kutoa, that's a personal thing. Wacha iwe ni jambo lako binafsi. Bwana wetu atukuzwe sana. Kuwa binafsi kwa sababu gani? Hawa watu kama ingekuwa corporate wangesema ya kwamba si mnaona vile tuko, lakini wao walijielewa wenyewe na wakajua ya kwamba hata kama unaona kana kwamba mimi si kitu, lakini ndani yangu ninajua kuna nguvu niko naye. Bwana wetu atukuzwe sana. Giving should be personal. Bwana wetu atukuzwe sana. Giving is sacrificial. Sacrificial ni kusema ya kwamba kutoa, kupeana ni hali ya kujinyima. Bwana wetu atukuzwe. Kwa hivyo hatutoi kwa sababu tuna wingi, lakini wakati mwingine ili kazi hii iendelee, ili kazi ya Bwana isimame, ili upate nafasi ya kwenda kutembelea ndugu yako, ni kujinyima. Utajinyima wakati mwingine starehe zako, wakati mwingine kupumzika kwako, utajinyima masaa hayo uyatumie kwenda katika kazi ya huduma. Bwana wetu atukuzwe sana. Hakuna masaa atakuwa yamewekwa ya kwamba ati sasa nitaenda kwa Mama Kariuki kwa sababu sina kazi ya kufanya. We are busy, we are doing something. Sisi Mungu ametubariki, na kwa sababu ya hiyo kujitoa ni sacrifice, ni hali ya kutoa, ni kuitoa kama dhabihu. Unasema hii nilikuwa nifanye hivi, lakini sitafanya kwa sababu najua ya kwamba nikienda hapa kuna baraka nitapokea. Ili hali nikikaa hapa nitafanya kazi yangu, na kazi yangu hizi ni kazi ambazo hazina reward mbele za Mungu. Bwana wetu atukuzwe sana. So utakuwa ukitafuta reward ambayo inatoka mbinguni, ambayo ni yako na vizazi vyako baadaye. Jina la Bwana wetu na litukuzwe sana. Na kutoa inapima kiwango cha upendo ambacho mtu na mwenziwe wako nayo. Bwana wetu atukuzwe sana. Ukiangalia hata marafiki zako wenye uko nao, na vile umeenda ukiwapanga kwa laini, ni kulingana vile wanajitoa wakati wao, wanatoa masaa yao. Unasikia mtu akisema, nilisikia ulikuwa na hitaji, kama ukuja kanisani, anakupigia simu anakuambia sikukuwa na kanisani, nilikuwa na homa, wacha tuombe Mungu. Bwana wetu atukuzwe sana. Hiyo dakika kidogo, hiyo sekundi 5, hiyo shilingi 2 yako umetumia kumwambia mtu hivyo, inafanya urafiki wako na yeye ukae vizuri. Bwana wetu atukuzwe sana. Si hata Mungu tulisema awe rafiki yetu. Jameni, wacha Mungu akituangalia aone ya kwamba hata wewe unajipeana, hata wewe unajitoa, hata wewe unaonekana kwa mambo yake katika kona zote zile. Ikifika ni wakati wa kumwamini Mungu, muamini kabisa. Hawa watu wanaambiwa ya kwamba wakuamini waliamini sana. Bwana atukuzwe sana. Kwa kutii walitii sana. Kwa mahudhurio walionekana. Bwana wetu atukuzwe sana. Hata kwa kutoa mali zao, wakati hata watu walikataa wasitoe,
tunahitaji msaada. Jina la Bwana wetu litubariki sana. Na kwa hivyo ningependa tusimame juu na miguu yetu ili tumuombe Bwana ya kwamba atupe neema hiyo. Ni kwa sababu tumeona hata utajibidisha sana, kuna watu wengi hata wanang'ang'ana sana, na mimi nakubaliana na hiyo. Kutoa pia tunahitaji hiyo neema ya Bwana itusaidie, ikusaidie. Mwambie Bwana ya kwamba akupe hiyo neema kwa mambo ambayo unang'ang'ana katika maisha, hata kama ni kujitoa, hata kama ni kutembea kwa utakatifu. Hiyo neema ya Bwana ikishuka juu yako na kuambia hata kutembea katika utakatifu, it will be very easy for you. Hata kama ni kutoa mali zako katika nyumba ya Bwana, will be very easy for you. Kujipeana, kutembea, kufanya kazi ya Bwana itakuwa ni rahisi. Mwambie Bwana sasa, tunakuhitaji. Paulo aliombea kanisa hili la Wanakorinthians na akawaombea, ningetaka neema hii ambayo niliiona kwa kanisa hilo la Macedonia iwafikie na nyinyi. Hata nami tunaposoma ujumbe huu, tunapouangalia kwa kona zote tumeangalia, si Bwana wa mbingu atupe neema hii katika jina la Yesu. Tunakupenda Bwana wa mabwana na tunasema ni asante. Jina lako litukuzwe na jina lako lihimidiwe. Unatupenda Bwana wa mabwana. Wewe ni kimbilio la uzima, wewe ni msaada wetu na Mungu wetu na Baba wetu. Kama vile Bwana ulipeana neema hii kwa makanisa ya Macedonia, siku ya leo Bwana, kanisa hili napenda kuliombea. Bwana, tupe neema hii. Tutajitoa, tutajipeana, tutatumikiana Bwana. Mahitaji ya wengine tupe neema Bwana. Tutapendana, tutajitoa kwa sababu ya ndugu zetu na dada zetu katika jina la Yesu. Takatifu na Mungu wetu, hili ni ombi letu la imani. Mahali ambapo Bwana tulikuwa na udhaifu, ni ombi langu katika jina la Yesu. Mungu wetu na Baba wetu, wengine tumekuwa na uwezo mwingi, neema ya kujitoa na kujipiana Bwana, lakini ikifika ni utakatifu na haki Bwana, tumelemewa. Ninaomba neema hiyo ya utakatifu ikashuka kwa wamama na wanaume hawa, kwa vijana na watoto wetu, Mungu wetu na Baba wetu. Ninakuomba kwa jina la Yesu, kama vile Bwana ulipopendezwa, watumishi wako walipendezwa na hiyo neema, hata wakaiongea. Baba, naliombea kanisa hili, zungusha hiyo neema ya baraka za Bwana kwa kila kona ambazo Bwana tumepungukiwa, kwa kila kona ambayo Bwana na Mungu wetu tumekuwa na udhaifu. Tusaidie Bwana. Neema ya maombi naomba ikashuka, neema ya kutoa muda wetu na wakati wetu kuwa mbele zako Bwana, ili Jehova tuangalike, tutengenezwe katika jina la Yesu. In our praise and worship team, Baba, naomba neema katika vikundi vya kwaya, naomba neema katika maisha ya uongozi wa kanisa hili kwa washirika wetu wote. Neema ya Bwana ikashuka katika jina la Yesu. Itakaposhuka, tutafanya mambo yote kwa wepesi, tutabarikiwa, tutainuliwa na Mungu wetu na Baba wetu. Utapendezwa nasi kwa kushukuru Mungu wa mbinguni na tusema ni asante. Na ni katika jina la Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God